Mungu anaweza kukupa kila kitu, lakini amechagua asikupe kila kitu. Mungu akikupa kila kitu, tafsiri yake nayo utakuwa ni Mungu sasa. Mungu huwa anagawa vitu kwa makundi ya watu ili watu wategemeane. Siku Mungu atakayokupa pesa nyingi, anaweza karuhusu magonjwa kujaribu. Anaweza karuhusu ukosefu wa furaha uingie kwenye familia yako ili uweze kujaribiwa tu. Siku Mungu atakayokupa furaha nyingi, anakupa amani, watoto wengi, anaweza kapunguza kiasi cha fedha kwenye kipato chako. Yote hii ili wanadamu tuweze kutegemeana. Mkulima aweze kumtegemea mfugaji, mfugaji aweze kumtegemea mwanasheria, mwanasheria aweze kutegemea watu ambao wanapata kesi, hivyo ili tuweze kutegemeana na tuweze kuishi kwa upendo. Mungu akisema kupatie kila kitu wewe, tafsiri yake nayo utakuwa ni Mungu. Maana moja kati ya sifa za Mungu, yuko very perfect, amekamilika, hahitaji msaada kitu chochote kile. Hiyo hali ya kuhitaji msaada kwa watu, kuhitaji msaada kwa Mungu ni mpango wa Mungu ili uendelee kuwa mwanadamu mtiifu. Mungu ana kawaida ya kukiinua kitu kidogo ili kukiaibisha kitu kikubwa. Mungu ana kawaida ya kuwainua wanyonge na kuwapandisha juu. Mungu ana kawaida ya kukiinua kitu kidogo sana, kidhaifu, ili kukidhoofisha kitu kikubwa. Huo ndo mfumo wa Mungu. Hata kwenye maandiko imeandikwa hivyo. Mungu alimuinua Daudi akiwa mdogo sana ili kumwaibisha jitu la vita liitwalo Goliati. Lakini Mungu alimuinua Yesu akiwa mdogo sana, kipindi yuko mdogo, kuongea maneno ya hekima mbele ya Mafarisayo. Walikuwa majitu makubwa yenye mandevu yenye hekima, lakini Yesu hekima yake ilikuwa bora kuliko Wafarisayo. Kwa hiyo unapopitia kwenye majaribu, usilalamike sana. Mshukuru Mungu kwa kila jambo. Ayubu, watoto wake wote walipokuwa wamepata na shida baada ya kipindi cha majaribu yake, watu walihisi Ayubu atamkufuru Mungu. La hasha. Ayubu alisema Bwana ametoa na Bwana ametoa. Jina la Bwana libarikiwe. Naitwa Levi Azel, ni mwalimu wa masuala ya kiimani, kiuchumi na kijamii. Tunapatikana kwenye social networks zote kama vile Twitter, Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Mungu wa mbinguni akubariki.